Mungu amesema nasi, na najua kwa hakika Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Lakini tu upate kujua ya kwamba saa ipo, saa ya kwako ya kubarikiwa, saa ya kwako ya kufanikiwa, saa ya kwako ya kutulizwa na kufutwa machozi ipo. Saa inakuja na sasa ipo. Na mimi ninajua jambo moja tu, katika mikono ya wanadamu ambayo wakati mwingine imekujeruhi na wakati mwingine imekuacha katika aibu na fedheha, Mungu ataitumia pia mikono ya wanadamu kukuvalisha heshima na kukuinua tena na kufuta machozi yako tena. Hivyo ndivyo Bwana atakavyotenda katika maisha ya kwako. Ni mikono ya watu inayoweza kubadilisha muonekano wako kabisa. Wakati mwingine ukaonekana katika fedheha na taabu na ukiwa, lakini pia Mungu ataitumia mikono ya watu wenye heshima kukuheshimisha katika maisha ya kwako. Na muonekano wako sio muonekano wa daima. Kuna watu ambao wamevunjika moyo, wanafikiri muonekano wao na mahali walipo utakuwa hivyo daima. Hapana. Muonekano wako, Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Oh my God. Na haujajua kwamba tunaposema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza, tunamaanisha waziwazi ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwisho wako utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Lakini katika kitabu cha nabii Yeremia 29 mstari wa 11, Biblia inasema, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ya kwamba ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anatazamia kukupa mwisho ulio wa baraka. Haijalishi muonekano wako hapa katikati unavyoonekana, lakini muonekano wako wa mwisho utakuwa ni muonekano wa baraka. Na mimi ninauona huo muonekano wa kwako wa mwisho. Achana na huu wa sasa unaoonekana. I can see your destiny. Mabibi na mabwana, mimi sioni kwamba umepoteza, sioni kwamba una kesi, sioni kwamba una hasara, sioni kwamba umedhalilishwa. Ninaona unatengeneza heshima, maana heshima haiji bure, heshima inatengenezwa. Oh my God, oh my God, oh my God. Wako wapi watu wachache hapa asubuhi ya leo wanasema, ninatengeneza heshima. Leo ninapoteza lakini natengeneza heshima. Leo nimedhalilishwa lakini natengeneza heshima. Leo nimeachwa vibaya, watu wameniacha vibaya, lakini natengeneza heshima. Leo nimevuliwa nguo, nimebakia hivyo, lakini natengeneza heshima. Na mimi nakuombea macho yako yataona heshima, na wale waliokudhalilisha wakakuacha uchi wataiona heshima yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Biblia inasema wale waliomvua Yusufu mavazi wakamwacha uchi, walipokuja walimkuta amevaa mavazi ya kifalme ya Farao, aliyovalishwa kwa mikono ya Farao. Wale walipokuja ndugu zake watoto wa Yakobo, walipofika mbele za Yusufu, hawakumfahamu Yusufu, lakini Yusufu aliwafahamu wao, kwa sababu tayari ndani ya Yusufu kulikuwa kuna changes kubwa mno. Nataka nikuambie, watu wanaofikiri kwamba wanakufisha, wanakuharibu, wanakumaliza, wamekutengenezea maisha mengine ya baraka zaidi, kwa maana adui yako atakuvusha. Oh my God, oh my God, oh my God. Adui yako hata kama amenuia kukufisha, kukuharibu, kukuua, hawajakufisha, hawajakuzika, wamekupanda na wamekuotesha, na utasitawi na utazaa sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuna mtu alikuvua akakutupa mahali fulani, kuna mahali atakukuta mahali pa heshima kwa jina la Yesu Kristo, na macho yake ataona yale ambayo Mungu anatenda katikati ya watu wake. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, ikiwa kuna mikono ya watu iliyofanya jitihada za kukuharibu, ninakuombea maombi ya kichungaji, kwa machozi ya kichungaji, Mungu atumie na mikono ya watu wenye heshima watakayokuvalisha tena. Oh my God.
watu my God, acha nikuambie, watu ni wale wale. Watu ni wale wale. Wale wale walioharibu maisha yako, Mungu atatumia watu wenye heshima zaidi kukuvalisha mavazi ya heshima zaidi, kukuinua zaidi, kukutaja zaidi. Na mimi ni maombi yangu asubuhi ya leo ukatajwe mahali pa heshima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hautaishia mahali pa nyonge. Haijalishi umekuwa na muonekano wa namna gani, lakini ukatajwe, jina lako likatajwe, maisha yako yakatajwe. Mikono yako haitaishia kufuta machozi tu ya mahuzuni na machozi ya aibu, mikono yako ikafute na machozi ya furaha na machozi ya neema. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukalia mpaka unasema, jamani, mimi silii kwa sababu na uchungu, nalia kwa sababu nimefurahi. Mungu akupe machozi ya furaha. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 42, nataka nisome kitabu cha Mwanzo 41:42. Mwanzo 41:42. Biblia inasema, Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Ngoja nikuambie, mavazi na muonekano wa Yusufu ulibeba nyakati tofauti katika maisha yake. Alikuwa na vazi la kwanza ambalo alivalishwa na baba yake. Lilikuwa ni vazi la dhahabu, vazi la kung'aa, vazi la madoadoa, vazi la heshima. Ndugu zake walimvua hilo vazi, ni mikono ya watu. Wakalichukua lile vazi, wakalichovya kwenye damu ya mbuzi, alafu wakamuondoa Yusufu akiwa uchi, akaenda Misri amenyang'anywa vazi katika mikono ya ndugu zake. Biblia inasema alipofika Misri akauzwa nyumbani kwa Potifa, akakaa nyumbani kwa Potifa, lakini pia akanyang'anywa vazi na mke wa Potifa. Ni kama huyu jamaa alikuwa na kisirani cha kuvuliwa mavazi. Yani kila mara na kila vazi linabeba kesi yake. Vazi la kwanza aliponyang'anywa, aliondoka kuwa mwana akawa mtumwa, akauzwa kuwa mtumwa. Muonekano wake wa kwanza ukaharibiwa. Maana upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Biblia inayosoma inasema alipofika tena kwa Farao, kwa Potifa, mke wa Potifa naye akaondoka na vazi lingine. Ili ni vazi la pili. Muonekano wake wa pili unashambuliwa. Alafu Biblia inasema baadaye Yusufu akapelekwa magereza, akavaa pia mavazi ya magereza, mavazi ya sero, mavazi ya magereza ninyi mnayajua. Akavaa tena vazi jingine la magereza, lilikuwa ni vazi la tatu. Lakini ahimidiwe Bwana, katika mionekano yote hii, vazi la kwanza alionekana kama mwana, vazi la pili alikuwa kama mwajiriwa katika nyumba ya Potifa, vazi la tatu alionekana kama mfungwa na asiyekuwa na matumaini katika nchi ya Misri. Na unajua kabisa ya kwamba wanadamu walimvua haya mavazi na walibaki na hayo mavazi wakimtengenezea kesi. Lakini Biblia inasema Mungu alivyo ajabu, alipoondoka baada ya vazi la tatu magereza, alivaa vazi la nne ambalo alivalishwa kwa mkono wa Farao mwenyewe. Farao angeweza akamwambia askari yoyote, hata wale askari magereza waliomleta Yusufu mbele ya Farao, maana aliletwa kama mfungwa ambaye ana kesi ya ubakaji na amefungwa kwenye gereza la mfalme. Biblia inayosoma inaniambia alipofika mbele ya Farao, Farao aliamua kumvalisha vazi kwa mikono yake mwenyewe. Oh my God, oh my God, oh my God. Na mimi nataka niseme hivi asubuhi ya leo, ya kwamba usikatishwe tamaa na muonekano unaoonekana leo. Namna unavyoonekana leo, haijalishi yamebadilika maisha yako kiasi gani na mara ngapi katika maisha yako ya kawaida, lakini Mungu
Biblia inasema nami nitafuta kila chozi katika macho yenu. Kwa maana ya kwamba Mungu hatumi malaika kufuta machozi, hatumi mchungaji kufuta machozi. Ni mkono wa Mungu mwenyewe utafuta machozi katika macho ya watu walio wengi. Haijalishi umeomboleza, haijalishi umelia, lakini ninaamini katika kufutwa machozi. Biblia inasema Farao akamvalisha vazi la kifalme la kitani safi la zambarao, akavalishwa vazi la kifalme na mkufu wa dhahabu na pete ya kifalme. Na mstari unaofuata akasema akamweka kwenye gari lake la pili, akamvalisha heshima. Kama Yusufu alivuliwa mara kadhaa, mimi haijalishi umetendwa mara ngapi, lakini nataka nikuambie Mungu atakutendea kwa ukarimu. Mungu atakutendea kwa ukarimu, na naona hatima yako na mwisho wako utakuwa ni mwisho wa heshima, hautakuwa mwisho wa fedheha. Nami ninakutabiria asubuhi ya leo, hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kuharibika. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Na Mungu akupe kufurahi, na Mungu akupe kushinda, na Mungu aende pamoja nawe. Aliyemtendea Yusufu awe Mungu wako. Na maliza kwa kusema na kuombea upako wa Yusufu uwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuwe na changes, kuwe na changes, kuwe na changes, kuwe na changes. Natangaza changes kwenye maisha ya kwako. Kuwe na mabadiliko. Hautalia daima, hautaona aibu ya daima, hautaomboleza daima, hautafedheheka daima, hautapoteza daima, hautapata hasara ya daima, hautasahauliwa daima. Lakini kuna siku utakumbukwa, na siku za faida, na siku za heshima, na siku za neema, na siku za kushinda, na siku za kuinuliwa, na miaka ya furaha, na miaka ya heshima. Wako wapi watu wanaosema na zije siku za heshima, na ije miaka ya heshima, na ije miezi ya heshima, na zije nyakati za heshima, na zije nyakati za kushinda, na zije nyakati za anwani na adresi itakayoandikwa ambayo haitafutwa. Washindi wangesema amina. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe, na Mungu akakutendee kwa ukarimu, na yakatendeke katika maisha yako. Sema amina. Piga na makofi ya shangwe na vigelegele. Zije nyakati mpya, na mimi natabiri msimu mpya katika maisha ya kwako. Bwana Mungu wa majeshi, wabarikie watoto wako hawa na nyakati mpya na msimu mpya. Walivyolia na kuomboleza na kuaibika na kufedheheka yatosha. Zije nyakati mpya. Ninaachilia upako wa Yusufu juu ya watoto wako hawa, kwa kadiri ile ile walivyoona huzuni, ni kadiri ile ile Bwana utaruhusu heshima iwafuate katika maisha yao tangu sasa na milele. Ninawabariki hivi leo madhabahuni pa Mungu aliye hai. Mungu aliyeruhusu huzuni ikakufuata, ataruhusu na furaha ikufuate. Aliyeruhusu mauti ikakufuata, ataruhusu na uzima ukufuate. Aliyeruhusu fedheha ikakufuata, ataruhusu na heshima ikufuate. Aliyeruhusu machozi yakakufuata na kilio, ataruhusu na furaha itokee kwenye maisha yako. Na Mungu akubariki kwa kadiri ya siku zile ulivyoona taabu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amina. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.